Msikilizaji, ndani ya Kioo cha Starabika asubuhi ya leo kuna story ambayo nimekutana nayo tu over the weekend. I think ilikuwa ni mazishi siku ya Jumamosi iliyopita. Kulikuwa na mazishi. Sawa. Na this young lady mwenye akasimama hapo mbele wakati wa mazishi akasema kwamba jamani, watu wa familia mmezoea kusugarcoat kwamba mnapendana wakati ambapo hampendani. Akaanza kuhesabu. Wakati alikuwa hospitali ni mimi na Karo sijui na nani tulikuwa tunamshughulikia. Hao watu wengine you never even showed up. Akasema hamkuja hata kuona mgonjwa hospitalini. Anasema wakati ambapo mgonjwa wako hospitalini, sometimes anataka tu ile presence, anataka kuona watu wake, afili ule upendo, labda tu inaweza harakisha ile process yake ya kupona. Na ikawa watu wanataka kumzimazima pale, wanamwambia we leta hii microphone usiongee. Akamwambia hapana, wacha niongee leo kwa sababu watu wa familia mmezoea. Sasa mnataka tudanganye watu hapa tunapendana na wakati ambapo hatupendani. Tunakutana tu wakati wa mazishi, mtu wa familia amekuwa mgonjwa, hakuna mtu ambaye alikuja kumuona, hakuna mtu ambaye ameshughulikia matibabu yake, hakuna mtu ambaye alikuwa hapo. Lakini wakati wa mazishi kila mtu ana show up, anachanga pesa nyingi, pesa ambayo labda mngechanga wakati yako hospitalini akapona. Now, msikilizaji, hapa ndipo swali langu lipo. Of course, tushawaizungumzia hapa na watu wengi wakasema kwamba sio vizuri kwa mtu kuchukua opportunity wakati kama ule, wakati wa mazishi. Lakini watu wengine ukiwasikiza wana argue kwamba it is the only place yenye mnaweza kutana watu wote kama familia. It is the only place wakati watu wa familia nyingi huwa wanakutana wote kwa pamoja. It's either mostly wakati wa mazishi, kwa sababu hata wakati wa harusi kuna wengine wanakosa. Na mimi nikawa najiuliza, je, ni kweli kwamba familia zimefikia hapa? Na ni kweli kwamba familia huwa zina try kuficha aibu pale wakati ambapo vitu vinawaumiza watu? And then wakati ambapo unataka kuzungumza unaambiwa kwamba you should not talk kwa sababu unaeka familia aibu. Ebu nataka tuzungumze. What's your take on this? 0719012700. SMS line yangu iko wazi 22277. Radio Maisha. Hello. Christine Tambua. Yes, Danny boy. Good morning. Morning, tuko aje mama? Niko fiti sana. Wewe uko aje? Hadi mimi niko fresh, Mungu anasaidia. Karibu sana. Tambua, hadi mimi niliona hiyo video. Yes. Na mimi nakubaliana na yule mwanadada. Okay. Isikwesa ile mtu amekufa mnakuja hapa kumpaka mafuta kwa mgongo. Watu waambiwe ukweli Kambua. Juu huyo demo alikuwa anasema hakuna familia hata moja alikuja kutembea usi hata kuona yule babake. Ndio. Sasa hiyo kusema sijui wanamzimia mic ati hiyo mambo wataenda kuongea kama familia. Alifanya vizuri sana kuambia watu ukweli. Watu waende makwao wakijua hii na inastahili kufanywa wakati mtu akiwa hai ama wakati anataka usaidizi. Alright, sawa. Asante sana Danny boy. Maina. Asteria. Good morning. Good morning too. Karibu sana. Kipi tuko salama? Alright. Sasa huyo nimesikia huyo naye atafuta saa kama tungechagua hajakoya. Angekuwa amevaidika. Sasa unasema biashara ingekuwa iko fiti. Angekuwa amenoga sana sasa. Alright. Sasa tunawasikiza mtambo ingine hapa. Unajua ingine nikuambia ilipotea. Okay. Poleni sana. Nimesearch ingine hapa. Alright. Nakusikiza na sasa kasikia tukiingia kwa Kioo cha jamii. Ndio. Najua naambia pea mtu maua ngali yako hai. Kweli. Sasa sazia mtu ameaga ndio anakuwa maana na ameenda kuzikwa. Anafaa pale kwa hospitali. Yanashughulikiwa. Sasa huyu alikuwa anaongea ukweli. Kuna watu wanakuaga hivyo walikuwa atakuaga na shughuli hata sasa uko mgonjwa. Lakini hebu mtu apumzike sasa, hapo ndio atakuwa na kuhitaji. Sijui ni kugawa ndio nini inakuwa shida.
Alright, sawa sawa. Asante sana Maina. Anasema wakati ambapo sometimes mtu ako hai hapewi maua yake hata aonekani, lakini wakati ambapo ameenda sometimes unapata kwamba ndio sasa mtu ako na hitaji naye. Unaweza pata tu ni kitu kidogo, a very small thing. Na by the way, I want to talk to these families at the end of this session kwa sababu wacha tuzungumze. Lakini sasa hivi I just want your take on this. Radio Maisha. Hello. Sisi Kambua, ujambo? Si jambo, vipi? Salama sana, umetoa maeneo ya Limuru hapo, umekutana na Mwalimu J Jackson na chairman mwenyewe. Karibu sana. Katika kio cha jamii mimi nasema hivi. Yes. Unajua hili ni jambo ambalo limekuwa na sijui wa Kenya tulitoa wapi kasumba kwamba wakati mtu ameaga dunia ndio tunaenda wakati wa mazishi tunaanza kujipiga kifua pale, tunaanza kusema vile alikuwa mzuri, vile pengine alikuwa, na sisi pengine tunajua kabisa huyu jamaa alikuwa mwizi, alikuwa muuaji. Yeah. Lakini tukifika pale tukishachukua kile kipaza sauti tunaanza kumpatia sifa ambazo haziko. Yeah. Pengine wakati huo ndio unafika wakati ambapo anaanza kuona kusema vile walikuwa wazuri na marehemu vile walikuwa na, lakini wakati huo marehemu alikuwa na shida na familia yake ama alikuwa mgonjwa, ndio hatukujitokeza ili tuweze kumpatia msaada. Unajua inasemekana kwamba nizike ningali hai. Ndio. Waacha kusubiri wakati ambapo mimi nimeaga dunia ndio waanze kukuja na magari makubwa, ndio waanze kukuja na pesa kuonyesha watu vile yeye ni mzuri kwa sababu macho wa watu uko pale. Yes. Ni vyema hii kasumba ishe. Mimi naweza sema huyu mwanadada alikuwa ukweli na akasema tu vizuri, hata watu waambiwe ukweli. Yeah. Kama hujashughulikia mwenzako wakati ako na shida, usikuje kujitokeza pale wakati wa mazishi. Alright, sawa sawa. Asante sana. Unaanza kusikia ingawaje mwenda zake alikuwa mwizi, alikuwa na roho nzuri. Aje. Dan. Kambua. Yes, good morning. Morning too. Karibu sana. Kambua, nataka nikubaliane. Watu wasianze kuleta mchezo wakati mtu ameaga. Okay. Mtu wako hospitali anaumia, hawana mbele wala nyuma, wanashughulika ambazo yanafika kiwango cha kusema wacha yuko vile itakuwa. Okay. Mtu sasa hata ndio hao tunakuja hapo tunachazana, tunaanza kuonyesha vile tulikuwa tunampenda. Yes. Vile jamaa alikuwa mzuri, vile yani mnakuja kwa matanga kuonyeshana vitu kama hiyo. Na hiyo kitu inakuwa mpaka hata kwa wanasiasa. Mtu anakuwa mgonjwa, hamtaki kumsaidia apate matibabu. Mtu ameumia, hamwezi fika pale. Akiaga dunia, unafika hapo sasa mnaanza kuleta pesa. Unaleta maele, unaanza kuonyesha vile mnachanga. Hiyo vitu itasaidia nini wakati mtu ameaga dunia? So, hiyo mwanadada alikuwa kweli kabisa, na watu wengi tutaanza kufanya hivyo sababu watu wanakuja kutuchosha kwa matanga kutumalizia muda. Wakati sisi tumeshughulika mpaka tumeishiwa na kila kitu, hamukusaidia. Watu wakome hiyo tabia. Hiyo tabia ni mbaya, hatupendi kama vitu kama hivi fanyike. Alright, sawa sawa. Frasha mambo. Unakuaje Kambua? Niko fiti, uko aje baba? Niko vula, niko yende, mambo inaenda vizuri. Alright, karibu sana. Hii maneno inafanyikanga Kambua. Okay. Unaona? Unapata tu mtu wako anashughulikia mama kwa mfano kama ni familia. Lakini kwa sababu sasa kuna wengine wenye walikuwa wanamshughulikia mama wanakaa karibu na yeye. Yes. Unapata mtu amekuja na tai yake, amekasa vizuri na suti, amekalia hapo. Ndio. Naambia pasta mpimie tu dakika kama 5. Huyu mtoto mdogo hawezi ongea mbele yangu. Na ni ukweli anaongea. Okay. Anasema hao wako wakati nilikuwa nashughulikia mama, wakati mama amelala ndio wanakuja karibu. Ndio. Unapata mtu kama huyo anamkatiza. Sasa hii maneno huwa inafanyika Kambua. So wewe unasemaje? Mimi nasema hivi. Yes. Kama mtu ni mgonjwa, kuwa karibu na yeye. Kama uko karibu na una uwezo wa kufika hapo, si ati anahitaji pesa. Yes. Mwingine anataka tu aone mtoto wake ama aone mtu wake wa karibu. Ndio. Lakini unapata mtoto ama nani wa karibu hawezi fika. Unaona? Alright, sawa sawa. Asante sana Frasha mambo. Gracie? Kambua. Umenipotelea mami. Umeenda wapi kweli? Kuna kipindi Radio Maisha hivyo nashika kukitui. Poleni sana. Lakini sasa hii tuko live Sasa iko clear sana. Alright, karibu sana ndani ya Kioo cha Jamii. Mimi nashukuru, nasema hivi. Yes. Tupeane maua tukiwa hai. Okay.
Asante sana Gracie. Radio Maisha, hello. Christian, mambo? Niko fiti, wewe uko aje baba? Mimi niko poa kijana, siko na round. Alright, karibu sana. Umesikia kuku yake analia? Ati? Umesikia kuku yake analia? Nimesikia? Oh, kuku nimesikia. Nimesikia. Nani yako sasa? Yes, asante sana. Hata nichangia. Sasa unaona, hata nikwambia, ukiona mtu amekufa ama ako na shida, ndio. Alafu napata mtu anakimbilia kwenda kumsaidia. Kusema ukweli, hao watu wampendi. Okay. Wanapendanga mtu akishakufa wanaleta maombi gunia 6. Okay. Wanamletea chakula, na wakati alikuwa amekufa njaa ama alikuwa amekufa kwa sababu ya ugonjwa fulani. Ndio. Wanasema mpeleke kwa mochari kubwa. Mimi nashangaa na binadamu ya sai. Yes. Siacha nikiingia kwa matatu basi. Okay, sawa sawa. Wacha Morosky hii kuna level moja kwa Busobe, kama kuna kijana wa Bumula huko. Alafu ujumbe. Mtu akiaska kusaidia wakati wa shida, hiyo ni shetani mnaenda. Alright, sawa sawa. Sami. Yes, Kambua. Umenitafuta sana. Karibu. Niko mzima, lakini sasa yes, hao watu wa familia wana time ule sasa mtu amekufa ndio wanakuja, ni watu wabaya. Okay. Na si wa familia peke yake, pia hata majirani. Yaani yule jirani unaguzana na immediate neighbor. Ndio. Haizi kuja kuangalia mtu, maybe mtu ni mgonjwa. Alafu sasa mtu akishatoka anasimama anasema tunaishi na huyu jirani vizuri, sijui hatugombani, lakini akuji hapo hivyo, akuji kuangalia mtu akiwa mgonjwa. So mimi nakubaliana na huyo mwanadada 100%. Alright, sawa sawa. Levi mmoja. Mambo. Niko fiti, uko aje? Kabisa, Chris Nikambo. Imekuwa long time sana bana. Karibu. Hata mimi nimekumiss bwana. Asante kwanza kwa kupokea simu yangu bana. Bekai tunakupata loud and clear. Alright, ndani ya Kioo cha Jamii. Nataka niseme hivi dada Chris Nikambua, mara nyingi siku zote nikitembea katika pitapita zangu, ndio unapata hasa pale huenda msiba ukiwa mahali ama wapi kitu imefanyika, mtu ameaga, utapata jamaa anakuja anasimama pale, naenda kumfanyia hivi. Unapata tent zimeletwa kwa wingi. Okay. Muziki imeletwa pale, dunda inapiga, alafu yule ameaga pale utapata amenunuliwa mavazi mazuri. Ndio. In short, nataka niseme hivi, wewe kama unajua ya kwamba mama wako ni mgonjwa, ndugu wako, umuangalie akiwa hai. Okay. Umsaidie chochote yenye utakuwa nacho, umpatie akula akiwa hai. Lakini kujidanganya tu unamletea kiaga, utazoa laana, utabeba laana kabisa dada Christine. Acha niachie hapo, acha Mungu wa amani aweze kubariki. Asante sana, atubariki sote jamani. Radio Maisha, hello. Hello, Radio Maisha. Yes, good morning. Morning tu, ni aje Kambua? Niko fiti, karibu sana. Ni nani kutoka wapi? Kama kawaida ni Mgenge wa Silingisi. Alright. How was your weekend Kambua? My weekend was superb. Ilikuwa fiti sana. Nimepumzika ya kutosha. Hata ya maini imekuwa fiti. Ndio. Tunaendelea kama kawaida na tarabika tunaisikiliza pia. Alright, asanteni. So kwenye Kioo cha Jamii Kambua. Yes. Mimi naweza sema aje? Wase wanangojanga uzuri kwanza ndio watamna matibiti, unaona? Okay. Maze, lakini ukiwa alive hakuna mtu atakuappreciate ati uko poa, akupatie sifa yako kama uko alive. Okay. Na hivyo iko ngifiti. Mimi nasema aje, kama tu unaona mimi niko poa, ni appreciate kama ni alive, usingoje nikufe kwanza ndio kama ati unipatie sifa. Okay. Tuko mbele pamoja. Kwa mpigo tena zaidi. Lucy. Kambua. Habari ya leo mami? Salama sana. Good morning. Good morning to you. Karibu sana. Kambua. Mimi kwa upande wangu niko na maoni tofauti. Alright. Mimi naona hivi. Ndio. It's high time tuache kutegemea familia watusaidie. Okay. Kwa maana mali imefika familia wanafikia kidogo ambapo tunaanza kulament. Sasa tufanye hivi. Sisi wenyewe tungangana na mzigo tunaweza.
Okay. Ndio isifike mahali tuanze kulaumu kaambua nisaidia au kufanya hivi. Ndio. Sasa tungangana kwa sababu nimefika familia na relative ya watu tena. Alright, sawa sawa. Asante sana Lucy. Lucy anasema kwamba jamani, tuachane kutegemea mambo ya familia. Yeah? Lakini mind you, sometimes you're not asking for money as such. Ile presence, ile kujua kwamba kuna mtu wa familia. Unajua siku hizi, by the way, tumefanya watu wa familia tunakaa kama wanyama. Hadi watu wengine wanasema afadhali mimi hata afadhali stranger mwenye sijui. Hapo ndipo tupo. Lakini ilifikaje hapa? Should we be like this as a family? Tunafaa kuwa watu wa familia ati hatuungani. Sasa kuna chuki, sijui kuna nini hapa na pale. Yani vitu havieleweki. Kitu kidogo tu watu wa familia mshako sana. Kitu kidogo unaweza pata ni kitu kidogo sana. Sasa mimi nimeenda kazini yangu, maybe tumepishana tu na kitu kidogo ama a word. Badala hapa umenikosea, yeye anabeba chuki. Anaenda sasa kuambia dadake, anaenda kuambia ndugu yake. Hata yule alikuwa anasema chuki inaanza kubebwa. Wakati ambapo wamekaa pale wanakula sapa, mnaanza kudiscuss kitu ambacho labda mtu alisema hata hakujua amekosea kwa sababu haukumwambia. Now you're there, familia yenu yote imeshaanza kuchukia sasa familia ya huyu kwa sababu alisema 1 2 3. You get? Alafu chuki sasa inaanza kutembea. Unaanza kushangaa, aya, kwa nini niliacha? Mbona tuliacha kuongeleshana na kazini yangu? Wewe unajaribu mpaka unaona hii imeshindikana. Si hata mimi nijipe shughuli. Hapo ndio tumefikia. But tunafaa kuwa hivi kweli? Mind you, wakati ambapo mambo yameenda mrama kabisa, watu wa kwanza watakuwa watu wa familia. Tusidanganyane. Yes, unaweza kuwa familia kuna shida, kuna issues pale, lakini wakati ambapo mambo yameenda mrama kabisa, kila mtu amekutoroka and everything is not working right, ile your immediate family, hiyo ndio inakuja kusaidia. Na wakati ambapo unaongea with finality kwamba mimi siwezi unganishwa na huyu mtu, mimi siwezi kaa room moja na huyu mtu, what are you doing to yourself? Tafadhalini watu wa familia, tuache hii chuki, tuache. In fact, shetani anatumia hizi familia vibaya. Situpendaneni. Mungu mwenyewe akitengeneza familia alikuwa amesema kwamba inafaa kujaa upendo. Lakini siku hizi watu wana trust strangers more than family. Nowadays people wanapenda strangers more than family. Ilifika hapa aje? Ndiyo najua kuna wanafamilia maybe wengine ambao wamekwaza watu, wameendea watu kinyume, lakini mtu mmoja ama kesi moja ama issue moja isifanye huu ugonjwa uspread to the entire family. Situpendaneni tu. Na wakati ambapo unakuza watoto wako pale, wakuze kwa upendo, wakuze wakijua kwamba wanafaa kupenda wenzao. Sasa watapendana vipi wakati ambapo kwa familia we utakuwa tu kila time unaongea mama nani na mama na yeye anaga adabu, hata watoto wake hawanaga adabu. Sasa hao ndio watoto ambao unakuza pale nyumbani ukiongea maneno kama yale. So wanayabeba wakiwa wadogo mpaka wanakuwa. So unapataga kwamba kwa sababu mama alikuwa anachukia ile familia, hata sisi watoto tunaichukia, and we don't know the reason. Tupendaneni. Sawa sawa? Tupendaneni. Penda kila mtu. Mtu akikukwaza jibonge, zungumza, mwambie bro, manze hapa naye umenikosea. Akireke